muhimu nchini China kwa mazungumzo na kiongozi wa taifa hilo Xi Jinping. Kipi cha kutarajia? Rais wa Marekani Donald Trump amewasili nchini China kwa ziara ya siku mbili ambapo atakutana na mwenyeji wake Rais Xi Jinping. Hii ni ziara ya kwanza China inayofanywa na rais wa Marekani aliye madarakani tangu mwaka 2017. Mkutano kati ya viongozi wawili wenye nguvu zaidi duniani huenda ukawa mojawapo ya mikutano muhimu zaidi katika muda wa miaka mingi. Mazungumzo huenda yakazingatia sana mambo kadhaa, ikiwemo kusitisha vita na Iran, masuala kuhusu Taiwan pamoja na mahusiano ya kibiashara. Hata hivyo, kabla ya kuondoka Marekani, Trump alisema hahitaji msaada wa China ili kukomesha vita na Iran. Sidhani kama tunahitaji msaada wowote na Iran. Tutashinda kwa amani au kwa njia zingine. Hawana jeshi la wanamaji, hawana jeshi la anga. Kila silaha wanayotumia vitani imemalizika. Wameua watu wengi. Wameua watu 42,000 angalau katika mwezi 1.5 uliopita. Tutashinda. Lakini Iran itakuwa swala muhimu kwa Rais Xi Jinping kwa sababu kuongezeka kwa bei ya mafuta kumeongeza gharama kwa wafanyabiashara wengi nchini China. Hivyo basi kukomesha vita Iran huenda kukapunguza shinikizo kwa uchumi wa China. Ziara ya waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi huko Beijing wiki iliyopita inaonyesha ushawishi ambao China inao katika masuala ya Mashariki ya Kati. Rais wa China pia huenda kashinikiza kukomeshwa au kusitishwa kwa uuzaji wa silaha za Marekani kwa Taiwan. Disemba mwaka jana, Marekani ilitangaza mkataba wa silaha wa dola bilioni 11 kwa kisiwa hicho kinachojitawala ambacho China inakiona kuwa sehemu ya eneo lake. Suala la biashara kati ya mataifa hayo mawili pia litakuwa mojawapo ya mambo yatakayopewa kipaumbele. Rais Trump alisema atamuomba Rais Xi afungue uchumi wa China. Aidha, ameandamana na wafanyabiashara wakuu ili kufanikisha hilo, akiwemo Elon Musk wa Tesla na SpaceX, Tim Cook wa kampuni ya Apple, rais wa kampuni ya kutengeneza ndege ya Boeing Kelly Ortberg na Jensen Huang wa Nvidia. Trump anatarajiwa kushawishi China kununua bidhaa zaidi za kilimo za Marekani. Kwa upande wake, China inatarajiwa kuiomba Marekani kuacha uchunguzi wa biashara kuhusu vitendo visivyo vya haki vya biashara ambavyo vinaweza kumpa Trump uwezo wa kuweka tena ushuru wa juu kwa bidhaa za China. Mwandishi wa BBC Laura Bika ametembelea mji wa kiteknolojia wa Chongqing nchini China kuangazia nguvu na udhaifu wa nchi hiyo kabla ya mazungumzo hayo muhimu. Taarifa yake inawasilishwa na Serafina Robi. China ipo katikati ya mabadiliko. Ikiwa Donald Trump anataka kuona mustakabali wa China, hii inaweza kuwa taswira kamili. Mji wa teknolojia wa juu wa Chongqing, mji wa kitamaduni lakini uliojaa matumaini mapya na muonekano wa kila siku wa kupanda kwa kasi ya nchi hii. Hivi ndivyo China itakavyoonekana rais wa Marekani anapowasili. Unamfikiriaje Donald Trump? Ungemwambia nini Donald Trump? Natumai Trump anaweza kuheshimu matakwa ya pamoja ya watu kote duniani. Anapaswa kujua kwamba tunaishi katika dunia moja. Hapaswi kuiweka Marekani mbele kila wakati. Na hapa ndipo China inatarajia kushindana kiteknolojia na Marekani. Nchi hii inawekeza mabilioni katika roboti. Sasa kampuni zao zinaweza kujenga mwili, lakini baadhi zinahitaji msaada wa Marekani ili kutengeneza ubongo. Rais Xi anataka kununua teknolojia ya hali ya juu kutoka Marekani ili kuwezesha uvumbuzi wake wa roboti ikiwa Trump atamruhusu. Kwingineko, magari haya yanakaguliwa kwa mara ya mwisho kabla ya kusafirishwa. Mji huu ni mojawapo ya miji ya China inayoongozwa kwa uuzaji wa magari duniani, na hii ni changamoto kubwa kwa Marekani. Mahitaji ya magari ya umeme kutoka China yanaongezeka kwa sababu yanajulikana zaidi na teknolojia yetu imeboreshwa.
hatutegemei soko la Marekani. Mbali na teknolojia mpya na biashara mpya, China pia inajaribu kuwa ya mtindo. Video zake nzuri na usafiri bila visa zimevutia mamilioni ya wageni wapya badala tu ya viwanda. Nahisi kama China inaunganishwa zaidi na ulimwengu, kuunganishwa zaidi na jumuiya ya kimataifa. Nahisi kama dunia ni familia moja kubwa. Lakini kando na mandhari hii, kuna changamoto ya siku zijazo. Rais Xi anaweza kuwa na uwezo mkubwa anapoelekea kwenye mazungumzo na Donald Trump aliyedhoofishwa na vita. Hata hivyo, kweli ni kwamba biashara ya kimataifa imeruhusu China na miji kama hii kustawi. Lakini ushuru wa Trump na vita vya Iran vimeyaweka yote hayo hatarini. China inakabiliwa na deni kubwa la serikali za mitaa, ukosefu wa ajira na ukuaji usio sawa. Wafanyakazi hawa wanafanya kazi kwa dola chache tu kwa siku. Nchi hii inataka itambulike na kuheshimiwa kimataifa. Lakini mitaa hii ni ukumbusho kwamba China inahitaji uhusiano thabiti na Marekani ili iendelee na mabadiliko yake ya teknolojia ya juu. Na ripoti hiyo ndio inayotukamilishia taarifa yetu kuu usiku huu. Turudi Uingereza ambapo hatima ya kisiasa ya waziri mkuu wa taifa hilo ipo matatani, huku akikabiliwa na shinikizo kubwa la kujiondoa uongozini ndani ya chama chake cha Leba. Washirika wa kisiasa wa waziri wa afya Wes Streeting wameiambia BBC kwamba msukumo mkubwa wa kumtaka Starmer kujiuzulu madarakani huenda ukafanyika kesho Alhamisi Mei 14 baada ya wawili hao kukutana mapema Jumatano. Umaarufu wa waziri mkuu umeshuka katika wiki chache zilizopita. Chama hicho kilipata pigo kiliposhindwa kuhifadhi baadhi ya viti katika uchaguzi wa serikali za mitaa uliofanyika wiki jana. Kufuatia matokeo duni, makumi ya wabunge kutoka chama cha Leba wamemtaka Starmer kujiuzulu. Hata hivyo, Starmer ameapa kupambana na yanayomkabili na kutoondoka madarakani. Haya yanajiri huku Mfalme Charles akizindua mpango wa kisheria wa waziri mkuu katika hotuba yake bungeni mapema hii leo. Vyama vya wafanyikazi ambavyo vinaunga mkono chama cha Leba vimemtaka waziri mkuu kujiuzulu, lakini Sir Keir Starmer na wafuasi wake wamesisitiza kwamba hakuna hamu kubwa ya mashindano ya uongozi. Mwandishi wa BBC Rob Watson na maelezo zaidi. Na hapa tulipo haijathibitishwa kabisa, ila kuna ishara zinazojitokeza kupitia uvumi na pendekezo kwamba Wes Streeting ambaye ni waziri mwandamizi mwenye majukumu serikalini katika wizara ya afya huenda naye anajiandaa kujiuzulu dhidi ya Keir Starmer. Namaanisha kwamba ikiwa Streeting atakabiliana na waziri mkuu, hatua hiyo inatuweka katika awamu nyingine katika kile ambacho tayari ni sharti tukitambue kuwa mzozo wa kisiasa nchini Uingereza. Kwa sasa chama tawala cha Leba kimegawanyika kwa misingi ya ni nani atakayekiongoza. Je, inapaswa kuwa ni Keir Starmer ama Wes Streeting au mtu mwingine? Je, unafaa kufanya mabadiliko ya uongozi lini? Kuna haja ya sera kufanya mabadiliko, na bila shaka leo Mfalme Charles amesoma takriban sheria 35 ambazo serikali inapanga kuzifanya kuwa sheria. Hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Tukirejea, Afrika Kusini yatangaza janga la kitaifa baada ya mafuriko kuua watu 10.
Karibu tena, hii ni Dira Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Jina langu ni Hamida Abubakar. Shughuli za uokozi zinaendelea nchini Afrika Kusini kufuatia upepo mkali wa baridi uliosababisha mafuriko na maporomoko ya theluji katika mikoa kadhaa ikiwemo Western Cape, Northwest, Free State na Mpumalanga. Siku ya Jumatatu, mamlaka nchini Afrika Kusini zilitangaza janga la kitaifa baada ya mafuriko hayo yenye ngurumo za radi na upepo mkali kuathiri maelfu ya watu tangu tarehe 4 mwezi huu wa Mei. Tangazo hilo limeiwezesha serikali kutumia fedha za dharura na rasilimali nyingine kwa ajili ya kutoa misaada. Angalau watu 10 wamefariki na nyumba nyingi kuharibiwa katika mikoa 6. Nimefarijika sana kusikia taarifa za majirani hapa leo na sehemu nyingine kujitolea kusaidiana na kuokoa maisha ya wenzao. Tunasikitika kusikia pia kufariki kwa mmoja wetu hapa. Wengi wamejeruhiwa na wengi wamepoteza makazi yao. Leo asubuhi nilikuwa najiandaa kwa mkutano, mara ghafla nikasikia kelele, na nilipofungua mlango naona mapaa majirani zangu yameng'oka yote na yamepeperushwa na upepo. Hayapo. Paa langu lilianguka, lakini kwa bahati nzuri halikupeperushwa.